waman rakiba safinata alislami naja wa salima, na yule ambaye ataamua kupanda jahazi au meli ya Uislamu, basi huyo amefaulu na kufuzu mbele ya Allah jalla fi'ala. Waman takhallafa anha halaka wa nadima, na yule ambaye atakwenda kinyume akashindwa kulipanda jahazi au meli ambayo ni ya Uislamu, basi huyo mtu ameangamia na amepata khasara amama Allah. Ili uweze kufaulu fi hadhihi dunya wal akhirah, katika hii dunia na kesho akhirah, basi kila mwanadamu anatakiwa awe ataukubali Uislamu ndiyo dini sahihi. Qala jalla wa ala fi kitabih, Allah amesema kwenye kitabu chake, rubbama yawaddu alladhina kafaru, hakika huenda wakatamani wale ambao kwamba waliokufuru, lau kanu muslimin, lau wangalikuwa ni Waislamu. Hiyo ni yauma alqiyama. Wale ambao wameukataa Uislamu watatamani an yakunu muslimin, wawe ni Waislamu wakati huo. Kwa sababu gani? Tutaona hikma yake ni nini. Kaangalie suratul Hijr aya nambari 2. Qala Mujahid, amesema mwanachuoni Mujahid, dhalika wa hum fi nnari, na hayo maneno ya kutamani lau wengekuwa Waislamu watu hao watayasema wakiwa ndani ya moto wa Jahannam. Hina yarawna ahla alislami, wakati watu hao watakuwa wanawaona Waislamu, yakhrujuna minan nari biislamihim, wanatoka kwenye moto kwa sababu ya kuwa wao ni Waislamu. Ndugu zangu katika imani, fanya yote utakayoyafanya, lakini epuka, jiweke mbali na kitu kinachoitwa ushirikina, kwa sababu hawa ambao kwamba watakuwa ndani ya moto ni wale ambao watakuwa ni Waislamu, wana madhambi mbalimbali, makosa mbalimbali. Allah atawaadhibu kwa kadiri ya madhambi walioyafanya katika hii dunia. Kisha baada ya kuadhibiwa kwa madhambi walioyafanya, Allah atatoa amri, wale watu watatolewa kwenye moto wa Jahannam, watapelekwa peponi. Ama wale ambao kwamba walikuwa kweli ni Waislamu, lakini walijikita na wakazama kwenye ushirikina, siku ya Kiyama watu hawa watakuwa ndani ya moto milele. Sasa makafiri yaumal qiyama watakwenda kujuta wakati gani? Watakapowaona Waislamu wanatoka ndani ya moto wa Jahannam, wanakwenda katika pepo ya Allah. Wanatamani, laiti na sisi tungekuwa Waislamu, tungeadhibiwa kwa kiasi cha dhambi zetu, kisha Allah ingetutoa kwenye moto na kutupeleka peponi. Nenda kwenye tafsiru Tabari, haya maneno utakwenda kuyapata.